Huyu mwanaume wa sasa anahitaji sasa kujengewa uwezo, kuwezeshwa ili aweze kuchukua nafasi yake, kwa sababu kuna madhara makubwa mwanaume asipochukua nafasi yake kama mwanaume katika malezi, katika masuala ya kiuchumi, kijamii na hata kiutamaduni, kuweza kulea taifa ambalo litakuwa na mshikamano, kulea familia ambayo itakuwa na mshikamano. Kwa hiyo mifumo iliyopo sasa hizi haimjengee uwezo mwanaume. Kwa ni tatizo letu kubwa sana ni kupaza sauti ili miundo mbinu au miundo ile ambayo itamwezesha mwanaume kufanya vizuri kama ilivyokuwa awali iweze kufanya vizuri. Yani tumjenge mwanaume. Yani mwanaume bora hatokei tu ili mradi anajengwa, na mifumo ya kumjenga mwanaume bora haipo. Na sasa wa Kitanzania kutana na mila na desturi za Kitanzania, mifumo ile imeyumba sana. Ni vizuri sasa tukaunganisha juhudi zetu, tukaja tukawa pamoja, tukasonga mbele ili kuweza kuhakikisha kwamba tunampata mwanaume bora wa Kitanzania. Katika taka zinazozalishwa kwenye mazingira, ziwe taka maji, ziwe taka ngumu, zina fursa mbalimbali ambazo zinaweza wanaume wakazitumia kwa ajili ya kujiongezea kipato na hivyo kuweza kutimiza mahitaji mbalimbali ya kifamilia. Ninaomba kuishauri na kuiomba serikali isaidie kuja na programu na miradi mbalimbali ambayo inaongelea namna bora za kumuimarisha mtoto wa kiume, kijana wa Kitanzania wa kiume kutoka kwenye ngazi ya familia, lakini iangalie kote vijijini na mijini, kwa sababu changamoto zao, wote wana changamoto ila zinaweza kutofautiana kutokana na maeneo wanayotoka, kama vile ambavyo fursa huwa zinatofautiana.